Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mwaka 2025 unatajwa kwamba ni mwaka wa ushindi wa Urusi na Afrika. Ni mwaka ambao Urusi imetengeneza uhusiano bora zaidi na mataifa ya Afrika, lakini pia Urusi imepata kuungwa mkono na mataifa mengi katika Afrika, na kwamba mataifa ya Afrika na Urusi yameshinda katika mwaka huu wa 2025. Wakati mwaka huu wa 2025 ukikaribia mwishoni, ni muda wa kutafakari juu ya maendeleo hayo kupitia shirika la habari la Russia Today RT, lakini pia kupitia ushirikiano na kituo cha mafunzo cha Kiafrika katika shule ya juu ya uchumi HSE imetoa tathmini maalum na matukio muhimu ya mwelekeo ambao ulichagiza uhusiano bora kati ya Urusi na Afrika mwaka huu na kusababisha nchi za Afrika pamoja na Urusi kuwa washindi kutokana na uhusiano bora wa kidiplomasia. Ingawa haiwezekani kutaja kila tukio, lakini mkutano na hatua muhimu iliyotokea, tunatumai kuwa tukio lolote litafaa katika mojawapo ya kategori zifuatazo. Kwanza ni ufufuaji wa uwekezaji. Mnamo mwaka 2025 tuliona maendeleo ya miradi kadhaa ya uwekezaji inayohusisha makampuni ya Kirusi barani Afrika. Fursa hizi za uwekezaji zilikamilisha ushirikiano wa biashara unaoendelea kati ya Urusi na bara la Afrika. Ingawa miradi mingi iliyotangazwa hapo awali ilikuwa imesalia kwenye karatasi, mwaka huu mipango mitatu muhimu ilihusisha makampuni iliona maendeleo makubwa. Mnamo Julai mwaka 2025, makubaliano ya serikali kati ya Urusi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalianza kutekelezwa kwa ajili ya ujenzi wa bomba la mafuta la Point Nord Loutiti Maluko Trechot. Mkataba huo ulipangwa kwa muda wa miaka 30 na baada ya hapo unaweza kuongezwa kiautomatiki kwa miaka mingine mitano. Mradi huo utaongozwa na kampuni ya Urusi ya Promotei na kampuni ya serikali ya Kongo SNPC. Taasisi hizi sasa zimepewa jukumu la kukamilisha muundo wa bomba na kupata ufadhili. Baada ya kufanya kazi, bomba litaimarisha usalama wa nishati katika maeneo ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na miji mikuu ya Brazzaville pamoja na maeneo ya mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema Vsevolod Sivridov, naibu mkurugenzi wa kituo cha mafunzo cha Afrika katika chuo kikuu cha HSE. Lakini mwezi Julai, Mantra Tanzania, kampuni tanzu ya Rosatom, ilizindua kituo cha majaribio cha kuchakata urani katika mradi wa Mto Mkuju kusini mwa Tanzania. Uzinduzi huo ulihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Kituo hicho kitajaribu mbinu za kiteknolojia za usindikaji wa urani, na data inayokusanywa kitatumika kwa ajili ya ujenzi wa tata kuu ya usindikaji yenye uwezo wa hadi tani 3,000 za urani kwa mwaka. Ujenzi wa tata hii kulingana na Rosatom inatarajiwa kuanza katika robo ya mwaka wa 2026 na shughuli zinapangwa kuanza mnamo mwaka 2029, na kwamba mipango hii itasaidia maendeleo makubwa kati ya Tanzania pamoja na Urusi. Lakini Tanzania inajivunia kwamba sasa katika mwaka 2025 imeweza kuimarisha mpango huu ambao utakuwa ni maendeleo makubwa kati yake pamoja na Urusi. Hii ni mipango ambayo ilianza kwa muda mrefu tangu enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoanzisha uhusiano rasmi na taifa hili la Urusi. Maendeleo mengine mashuhuri ni maendeleo ya mradi wa kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Rosatom cha El Dabaa nchini Misri. Mpango huu haujaainishwa kama mradi wa uwekezaji. Unafadhiliwa kupitia mkopo wa Urusi na utakabidhiwa kwa Misri baada ya kukamilika, na hata hivyo unasalia kuwa mradi mkubwa zaidi unaoungwa mkono na Urusi unaoendelea barani Afrika. Mnamo Novemba, tukio la sherehe liliashiria ufungaji wa chombo cha reactor kwa kitengo cha kwanza cha nguvu. Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi walishiriki katika hafla hiyo kwa njia ya video. Sherehe hii iliashiria awamu muhimu katika maendeleo ya kiteknolojia na maendeleo ya ujenzi ulioanza tangu mwaka 2022. Uhamisho wa matukio ya Urusi na Afrika kwenda Afrika katika mwaka 2025 uliadhimishwa na mfululizo wa matukio ya Urusi Afrika yaliyofanyika katika bara la Afrika. Hii inaashiria mabadiliko makubwa kutoka miaka iliyopita, wakati mikutano mingi ikijumuisha mikutano ya kilele kati ya Urusi na Afrika ilifanyika nchini Urusi pekee. Lakini mwaka huu Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni, na baadhi ya viongozi wengine walikuja nchini
Misri kwa ajili ya kuendesha mkutano kati ya viongozi wa Afrika pamoja na wa Urusi, lakini pia mkutano huu unadaiwa kwamba utafanyika kwa mara nyingine tena kuonyesha heshima kwa nchi za Kiafrika. Mnamo Novemba, wakala wa Urusi Rosotrod iliandaa mkutano huko Addis Ababa uliangazia uhuru wa chakula kama taifa ya Afrika. Hafla hii ilileta pamoja maafisa wa wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, lakini viongozi wa biashara na wasomi ili kujadili changamoto kuu zinazozunguka usalama wa chakula barani Afrika na jukumu la Urusi katika kuzishughulikia. Lakini pia moja kati ya tukio kubwa ambalo haliwezi kusahaulika ni huko katika mataifa ya Sahel, ambapo Urusi iliimarisha zaidi majeshi ya mataifa hayo dhidi ya kutawaliwa na Ufaransa pamoja na Marekani, ambapo Urusi ilipeleka jeshi la Wagner na jeshi hilo liliendelea kupambana hadi kuhakikisha kwamba Ufaransa inaondoa majeshi yake kikamilifu, licha ya kwamba majeshi hayo yaliondoka kwa muda mrefu, lakini mwaka 2025 ilidhihirisha Ufaransa kujiondoa katika maeneo hayo, lakini ni kazi kubwa ambayo imefanywa na Urusi. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile ambacho Urusi inasema wanajivunia na wamepata ushindi kati yao na bara la Afrika katika mambo kadhaa, na ushindi huu ni ushindi wa kidiplomasia kati ya Urusi na Afrika. Lakini pia kukua kwa uwekezaji kati ya Afrika na Urusi ni moja kati ya jambo ambalo linatajwa, kwa maana biashara kati ya Urusi na Afrika zimefikia dola bilioni 27 kwa mwaka 2025 kutoka bilioni 25. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.